Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa shinikizo la damu, afisa mkuu katika Wizara ya Afya ya Kaunti ya Bungoma, David Malinga, ameonya kuwa ugonjwa wa shinikizo la damu pamoja na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza unaendelea kuathiri watu wa rika zote, wakiwemo watoto. Alisema hali hiyo inatokana kwa kiasi kikubwa na mabadiliko ya mfumo wa maisha na ulaji usiofaa unaozidi kushamiri katika jamii. Is a silent killer because many people may have high blood pressure without knowing it. And our message today is simple. You need to know your numbers. Check your blood pressure regularly. Malinga alieleza kuwa wazazi na walezi wanapaswa kuwa makini zaidi kuhusu aina ya vyakula wanavyowapa watoto wao, akisisitiza umuhimu wa lishe bora na yenye virutubisho muhimu. Aliongeza kuwa matumizi ya vyakula vya haraka vyenye mafuta mengi, sukari na chumvi kupita kiasi yamechangia ongezeko la visa vya magonjwa yasiyo ya kuambukiza miongoni mwa watoto na vijana. People should be having physical exercises. For us as technocrats, we say aerobic exercise, whereby we can strengthen your heart. Aidha, aliwahimiza wakazi wa Bungoma kujitokeza kwa uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kubaini mapema matatizo ya kiafya na kupata matibabu kwa wakati. Malinga alisema serikali ya kaunti itaendelea kuendesha kampeni za uhamasishaji kuhusu afya bora, mazoezi ya mwili na ulaji unaofaa ili kupunguza athari za magonjwa hayo katika jamii. We can strengthen your lungs, we can strengthen other body parts so that you are able to prevent getting stroke and such disabilities. Nikiripotia runinga ya TAS TV Pika, jina langu ni Masi Mwangi.